Muniruhusu niwaambie andiko ingine ya Biblia tungana wakati ndani ya Yohana sura 5 mstari wa 24, mahali ambapo Yesu anasema yule anayesikia neno langu na kuamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele. Mnaona, ninatembea katika barabara na shika tu yale inayoandikwa kwa akili bila kuweza kuwa na kuelewa kwa kiroho. Neno la kweli katika Kiingereza katika maneno yake halisi inamaanisha yule anayefahamu neno langu. Mnaona? Mlevi anaweza kuja kwenye barabara na kushika mke wa mwingine kwa mikono yake na hapa na kuchafua jina la Bwana kadhalika na kadhalika. Na kama unaweza kumuuliza, uliweza kusikia neno la mhubiri? Atasema ndiyo, lakini hiyo haikuweza kumsaidia. Na hapo inahusu yule anayekubali, yule anayelifahamu na kulishika. Akose mnaweza kuhitaji andiko mbili za Biblia. Mnaweza kusema, "Oh, ndugu Branham, Yesu alisema, kondoo zangu zinasikia sauti yangu, nazo hazifatake mgeni." Mnaona? Katika hali ya ndoa na talaka, kama vile Roho Mtakatifu alivyoniambia yote, nami nilikuja niliweza kuisema waziwazi kama vile alivyoniambia. Mwanamke wa mhubiri moja aliweza kunionya sana. Alisema ya kwamba naamini ya kwamba mnataka kukamata nafasi ya Mungu hapa. Lakini nikamwambia hapana, mama mpendwa. Na sasa akasema, "Oh, mbona waambia kwa watu dhambi zao shaka wasamehewa kwao? Mbona Mungu yeye peke yake ndiye kuna uwezo wa kufanya hivyo? Tazama huyo Mfarisayo." Nikasema, "Mnajua kwamba Yesu aliambia Petro, mtume akamwambia kupitia ufunuo ya kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu." Alimwambia wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Na ni juu ya hiyo ndiyo nitajenga kanisa langu, nami nitakupatia funguo. Yote ambayo utakayofunga hapa duniani itafungwa mbinguni. Yote ambayo utakayofungua hapa duniani, mnaona ufunuo wa neno. Mwana wa Mungu alijifunua mwili wa mwili wake. Yule ambaye mtakayesamehe zambi watasamehewa zambi. Wale ambayo mtakaoziacha kwao watabaki nazo. Yohana 20 mstari 23. Na hapo sasa kanisa la Katolika inakamata hiyo kama vile namna iliyo tofauti na mambo yao wa padiri zao kwa namna hiyo. Lakini yao ni ya kimwili. Lakini hapa inahusu neno lilofunuliwa kwa namna ya kiroho na namna gani inapaswa kufanyika. Na kisha wanapaswa kujua tofauti katikati ya ubatizo katika Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wanajua ni yeye alikuwa nani. Niweza kuzungumza na mhubiri moja na aliweza kuniambia, "Ndugu Branham, mimi ni mshirika wa kanisa la Kipentekoste." Na hao waliweza kumekisha kuanza kuzigawanya hii mambo ya mzunguko wakati ya hiyo shirika zao za Eukaristia. Mnajua padiri anajaribu anawaza kwamba anaweza kugeuza mvinyo kuwa damu na kadhalika, na inahusu ubatizo, lakini ilikuwa ni mambo ilikuwa kiwahusu sana. Na akasema, unawaza kwamba mtu anaweza kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo wakati alipokwisha akikwisha kubatizwa katika maneno Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? Nikasema ndiyo. Nikasema huyo hakubatizwa kweli. Hizo maheshima au maneno hizo hazikubaliwe. Akasema kwa sababu gani? Hapana. Nikasema ndiyo, sikia. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 49, Roho alikuwa amekwisha kuanguka kwa kujua Petro, na nikasema Petro hakuweza kusema hapo hapo ya kwamba kila mtu anaweza kuwazuiza kubatizwa ili wasiweze kubatizwa. Nasi tunaweza kwenda ndani ya Matendo ya Mitume sura 19. Walikuwa bado kubatizwa katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu, lakini walikuwa wamebatizwa katika ubatizo wa toba ya Yohana. Zabihu ilikuwa bado kutolewa, mnaona? Na akauliza sasa, kwa nini sasa waliweza kubatizwa tena ingine mara moja? Mnaona? Na nikasema mtu aliyekuwa na ufunguo wa ufalme wa mbingu akasema, ninawatangazia kwamba walipewa, hakuna jina lingine lililopewa duniani ambalo linaweza kuokolewa ndani ila jina la Yesu Kristo. Mnaona? Na sio mashirika za kisehebu na sio hizo maheshima, lakini hakuna hicho chochote.
lakini sisi tunajua kwamba yeye ndiye ua Lazaro, yeye ndiye yungiungi ya la bonde, yeye ni Alfa na Omega, yeye ni Manase, yeye ni Yawe Raba, yeye ni Baba. Yeye anaitwa kwamba ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Inahusu jina la Yesu Kristo. Hapo inahusu jina la Yesu Kristo. Lakini Biblia inasema na kwamba toba na msamaha wa dhambi pasha kuhubiriwa katika jina lake, ikianza na Yerusalema. Mnaona? Na anasema, hiyo nafanya sasa tofauti. Nikasema, mheshimiwa, ningetaka ili niweze kuwauliza. Tulikuwa sote pamoja tukikaa kwenye meza moja. Nikasema, sisi sote tuko hapa kutoka Arizona, tunaishi hapa. Tunajua wenye nchi yetu, tunajua mheshimiwa wetu, meya wetu, gavana wetu na kadhalika. Na kama niza kuambia ndugu, wende ukasaini kwa ajili ya chakula chetu, na nitasaini kwa jina la gavana wa hii eta ya Arizona. Unawaza ya kwamba niza kubali hiyo sheki kama hiyo? Akasema, kwa nini sasa Yesu alizosema hivyo? Kwa nini? Kama niza kuambia, nenda uweze kusaini kwenye chakula hiki katika jina la gavana wa eta ya Arizona. Na sisi tuko wenyeji wa hii mji wa Arizona, na tunajua gavana ni nani, na tunajua na utajua ya kwamba utaweza kusaini kwa Sam Doctor, kwa maana yeye ni Sam Doctor. Na sasa kama unaweza kuelewa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ya kwamba inahusu jina, utajua anaitwa nani na kwamba yeye ni nani. Kondoo zangu zasikia sauti yangu. Unaona? Alisema, ni hivyo. Na kisha baadaye mnaweza kuamini yule anayepokea neno langu na kuamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele. Na kama hiyo uzima wa milele unakaa ndani yenu, mnaona? Ini nguvu hapo. Siku ya Pentekoste kulikuwa hiyo mekaniki, na waliamini nao ndani yao mkakuja hiyo dinamiki, na wabatizo wanasema ndani yao tuliweza kuipokea wakati po amini. Lakini sasa swali ilikuwa katika Matendo ya Mitume sura 19 ya kwamba mulipokea Roho Mtakatifu wakati mulipoamini. Mnaona? Na ni hapo ndiyo dinamiki, ndimo hiyo mashini inawekwa ndani nguvu. Na ilikuwa hivyo kupitia Yesu Kristo. Kwanza ninyi mliokuwa kwanza mmekufa kwanza ndani ya dhambi zenu na makosa yenu, aliwapa uzima. Kwa sababu gani? Kwa kupitia roho wake. Kupitia roho wake. Waefeso 2:5. Hiyo roho aliyefufua Yesu Kristo toka wafu siku ya asubuhi ya Pasaka atafanya ndani mwetu kuwa hai na ndani yetu, na atatuweka chini ya neno. Namna gani mnaweza kuwaza kuwa mna roho na kisha mnakwenda mbali na neno? Na hapo mutaweza kuwekwa uzima na kitu kingine. Sasa roho atawapatia uzima siku zote kupitia neno. Akose kwa sehemu muko na essence na maji kidogo ndani ya reservoir, lakini kunapaswa kuwa 100% essence ndani ya reservoir yenu, na kama sivyo haitatembea. Hapana, munaweza kusema naamini hiki lakini sio kile. Mnaona? Munaweza kupuliza na hakuna kitu kinaongezeka pale, lakini kama mnakubaliana na kila neno, ni kwa sababu ni kweli. Mnaona? Wakati tunapomaliza hiyo, kama vile mfano, kama vile mbegu kidogo iliyo katika udongo. Kwa hiyo mmekwisha kufufuka kwa sehemu, kama mliweza kupokea Roho Mtakatifu ndani yenu, kwa sehemu mmekwisha kufufuka. Angalia mbegu iliyopandwa ndani ya udongo inakunywa maji, na wakati inapokunywa maji inaota mpaka juu, na inageuka kuwa tena juu zaidi, kama vile inafanana tena hiyo mbegu iliyokuwa imewekwa ndani ya udongo. Na hapo sasa unakuja katika kuhesabiwa haki, utakaso na kubatizwa na Mtakatifu, Roho wa Mungu na sio akili. Unaona? Hapa tunaona kwa upande wa Antikristo namna gani yote inaendelea. Kanisa na wale ambao walio ndani pia, yote iko nafika kwenye kiwango chake cha juu mbele ya Mungu. Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele na milele. Tunakomaa ndani ya ujao, ndani ya ufufuko kupitia roho wake. Unaona? Tunakunywa kwenye chemchemu ya Mungu. Unaona?
Lakini kama mnamwanga mafuta kwenye mbegu, kunatokea nini? Au maji ambayo iliyoharibika au iliyo na mambo mabaya itaweza kuharibisha hiyo matunda tu. Lakini kama mnaweza kukamata maji ya mvua iliyo safi, na kama unaweza kumwagilia mimea, itaweza kukomaa. Mwache maji iweze kutokea mbinguni. Haikuna kilicho kizuri kama vile maji inayokuwa safi inayotoka mbinguni. Kama unaweza kuongezea hii kitu fulani juu ya hiyo, itaweza kuharibisha mimea. Unaona, kama hii mambo ya kishimi inaweza kuongezeka juu ya mimea, iko hivyo hivyo katika hii mvua ya madhehebu. Lakini kama muna hii matoni ya utukufu wa mbingu, inaweza kuanguka juu yenu. Yesu yaliye nuru ya dunia, na tutatembea katika hiyo nuru ya utukufu, na hapo itakuja katika hiyo matoni za umande wa mbinguni iweza kuanguka juu ya nuru hiyo, kwa maana hiyo ni nuru ya utukufu, nasi tunatumainia damu ya Yesu Kristo. Mnaona kunafanyika nini pamoja na roho yenu? Inaandikwa kama roho iliyofufua Yesu Kristo toka wafu iko ndani yenu, mmekwisha kufufuka kwa sehemu, na mtaongozwa na roho, na hapo tena itaonekana zaidi na zaidi. Mnaona, wakati wa Pentekoste mili yao iliweza kufanywa kuwa hai. Ninaweza kuwachelewesha tena zaidi, nimekwisha kuwachelewesha sana. Nawaza kwamba najisikia vizuri na nyinyi pia. Ona gisi ajabu sana. Mnaona, kwa upande moja walikuwa wamechoka, wamekuwa wamelegea, walikuwa wanyonge, walikuwa wamejifungia, walikuwa na oga, walikuwa wakiwaza kuhusu hao waeveke wakubwa, hao wenye heshima kubwa, naogopa. Na hapo kukaja hiyo nguvu, hiyo moteri kaingia ndani yao, au mashini ikaingia ndani yao, nguvu ikaingia ndani yao. Kulifanyika nini? Na sio tu kwamba waliweza kujaza Roho Mtakatifu, lakini hiyo chuma chao au mashini yao ikaingia ndani uzima. Mili yao haikukuwa tena na uga, hawakuwa tena na uga. Wakasimama mbele ya watu na wakasema, ninyi watu wa Yudea, nyinyi watu wa Yudea na Yerusalema mnaokaa hapa. Mbele ilikuwa tu ni mashini, na hapo sasa uzima ikaingia ndani yao. Wanaume wa Yerusalema, na ninyi yote msikilize maneno yangu. Mimi watu hawa hawalewi, lakini ninawapatia andiko, na ni hiyo ndiyo iliyofanyika hapa. Na ni hayo ndiyo nabii Yoeli aliyosema, ndani ya siku za mwisho nitamwanga roho wangu juu ya kila mwenye mwili. Hapo sasa mashini ikaingia ndani, uzima ikaingia ndani ya hiyo mashini, uzima ikaingia ndani ya mashini, na hapo sasa hakuwa tena uga. Mara nyingi unaweza kuogopa kwamba mwanamke anaweza kuchekelea, na nyinyi wanaume akose mnaweza kuwa na oga kwamba mnaweza kufukuzwa katika mashirika zenu, kama mnaweza kubatizwa kulingana na Biblia. Lakini mpasha kuingia kwanza katika chumba cha juu mpaka hiyo nguvu ziweze kuingia ndani, mpaka roho iweze kuingia ndani. Wakageuka kuwa tofauti, wakabadilishwa, wakafanya kuwa hai, wakitoka katika uzima wa zamani ya mtu waoga akiingia katika uzima mpya kama vile uzima wa huyo kabila la Yuda, na wakakwenda wasipokuwa na oga, wakatupwa katika shimo la simba, wakavuka hiyo majaribu, wakaingia katika hiyo majaribu, na hiyo dinamiki ikaingia ndani ya hiyo mashine, na hapo ikafanywa kuwa mwili ulio hai. Tazama tena kipimo. Unaona, waliweza kufanya kuwa hai pia, na pia hata maneno yao ikabadilishwa, matamshi yake yao kabadilishwa, maneno yao kabadilishwa, ikafanywa kuwa upya. Na hiyo ndio Biblia inasema. Unaona, mwili wao ukafanya kuwa hai, sauti zao zikafanyika kuwa hai, na Roho Mtakatifu, roho wao ukafanya kuwa hai, na wakafanya kuwa hai, uzima wao ukafanya kuwa hai. Walitaka kuweza kuzungumza kwa lugha ya mwili, lakini hawangeweza tena, wakaanza kuzungumza kwa lugha nyingine, katika lugha ya mbinguni. Unaona, kama roho ambaye aliyefufua Yesu kutoka wafu anakaa ndani yenu, haleluya, na hapo sasa atafanya mili yenu nayo kufa kuwa hai. Mutafanya mambo ambayo hamungeweza kufanya mbele. Itakuwa ni nguvu inayoleta uzima. Mnaona? Na wakati unaposema kuja hapa na unyamaze,
unasema wanasema mnyamaze, wanawaambia mnyamaze, kwamba ninyi ni matai, mnajua ninyi hamuko mafoko, ninyi hamuko wadanganyifu. Hapana, lakini walikula mambo ya kukufa. Hapana, wanasema mnaenda, wanasema mtazama chakula, lakini hapana, hitaji yenu sasa itakuwa imebadilika, apeti yenu itabadilika. Mtu haishi kwa mambo ya dunia, lakini anaishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu, na linafanya kuwa hai kwa ajili ya tai zote. Amina. Alifufua Kristo toka wafu na anaishi ndani ya miili yenu inayokufa. Munaishi mbele ya uso wake. Mnaona, mnapaswa kumtambua. Hamuko tena ndege za pori zingine, lakini ninyi ni tai. Mnaona, nyinyi wavulana wasichana wa Mungu. Mnaona, mnakuwa katika karamu ya chemuchemu ya Mungu. Mambo ya zamani yatakuwa yamekwisha. Ninyi ni tai, mna maana iliyo ya hapo hapo. Mnaona, na mnapaswa kuwa hai ili muweze kuwa na hiyo utamu wa chakula. Mnaona, wakati walipofanya kuwa hai, wakazungumza kwa lugha mpya wakiwa chini ya mbingu. Mnaona, hawakusema sijui kama ninaweza tena kuamini au hapana. Hapo hapo bidii ya simba wa kabila la Yuda aliingia ndani yao. Hiyo tai ikakuja ikaita walio wake na wakamfuata. Mnaona, na kutakuwa wengine ambao watakaotoa uzima wao kwa ajili ya injili hii ya Roho Mtakatifu, na hiyo itaonekana ndani ya bibi harusi. Nguvu zinazoleta uzima zitakuja. Mutatoka katika madhehebu na hizo mambo iliyokufa kwa ajili ya neno la Mungu leo hai, kwa ajili ya uzima mpya. Mwangalie, mfanye angalisho. Walifanywa kuwa hai sana kupitia hiyo nguvu inaleta uzima. Msikie vizuri, nataka kuwaonyesha kitu moja. Nguvu za kuleta uzima hazikuwa katika nafsi yao tu, hapana, lakini hiyo nguvu ziliingia ndani yao ili ziweze kuleta nguvu katika hiyo mashine. Unaona nataka kusema nini? Hapo wakaanza kuzungumza kwa lugha mpya. Walikuwa wamefanywa kuwa hai kupitia nguvu za ufufuko ya Yesu Kristo, kwamba waliweza kuweka mikono yao juu ya wagonjwa, na wakati walipokuwa wakiweka juu ya wagonjwa, na hapo walikuwa wakipona. Nitaupatia uzima mili yenu nao kufa. Na walio wagonjwa waliweza kupanda kupitia kunyosha mikono, na Roho akafanya uhusiano yao pamoja na Mungu kwa kiwango, wote wakakuja mbele ya uso wa Mungu, ndani ya uso wa Mungu. Mnaona, na pia hata waliokufa walifufuka. Amina, utukufu kwa Mungu. Na sasa najisikia sasa vizuri, ni kweli, wakaletwa katika uzima, wakafanya uzima, na sio tu ufufuko kwa ajili yake yeye kama vile Bwana, lakini pia kwa ajili ya wale wote ambao wanaopata walio sehemu ya mbegu iliyotayarishwa. Atafanya mili yetu inayokufa kuwa hai. Atanyosha mikono kwa wagonjwa, wanaomba, wanakuwa na maono, wanaleta waliokufa wakiwa wanarudia katika uzima. Ni kweli, mili yao iliyokufa ilifanya kuwa hai. Mnaona, kama ni hivyo, ni kusema sasa alama hizo zitafuata, na itakuwa pale nguvu zinazoleta uzima, zinazofanya upya mbele ya uso wa Mungu. Roho iliyofufua Yesu kutoka wafu. Mnaona, anasema nitawapa uzima wa milele. Neno ya Kigiriki zoe inasema kwamba atatembea ndani yenu, itatembea ndani yenu na italeta uzima ndani yenu, ndani ya mawazo yenu, itapatia uzima ndani ya mawazo yenu na mania zenu. Sasa namna gani unaweza kusema kwamba Roho anakaa ndani yenu na ichapokuwa mnafanya yote na mnawaza kwamba hii ni kweli? Tazama sasa alama yenu. Kama Roho ambaye aliyekuwa ndani ya Kristo yuko ndani yenu, atawafanya kuwa hai kupitia neno, kwa maana yeye ni neno. Atawafanya hai kupitia neno, na yote nayo wachukua mbali na neno, si roho ya Kristo. Yote nayo wachukua mbali na neno, si roho wa Kristo. Mfanye angalisho, mudumu ndani mpaka muweze kugeuzwa na neno. Kondoo zinasikia sauti yangu na linadumu chini ya kila neno. Niweza kuzungumza na mama yangu wa mzee aliyekuwa amekwisha kwenda. Alikuwa ni mama
wa kipekee sana. Alikuwa ni nusu Muhindi, lakini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa halotaki akosa. Alikuwa na ndoto 3 ndani ya maisha yake, lakini kila mara ndoto zake zilikuwa zikitimilika. Na waza ya kwamba wakati nilipoanza kuhubiri kuna miaka mingi iliyopita, nilikuwa nikihubiri hapa ndani ya shirika hii ya kizehebu, na alikuwa ameota ya kwamba nitasimama hapa na kwamba nitaweza kuona hatua 3 hapa kwenye madhabahu, na niweza kusema ya kwamba niweza kuambia kwamba mnapaswa kupanda kwenye madaraja hizi 3 mbele ya kuweza kuingia kwenye njia ya kunyoroka. Na hiyo njia ilikuwa ikienda kwenye mlango wa mbinguni, kwenye mlango wa lulu. Na hiyo sio ujumbe wangu leo. Kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na mimi nakubashwa na hiyo. Na kila mtu anapaswa kupita katika hiyo hatua 3. Na mnajua inamaanisha wanawake walikuwa wakifanana namna gani? Kuna miaka 35 iliyopita, kuna mama aliyefika akiwa na matalo ndefu. Nikasema, mama, haupashi kutembea hivi kwa namna hii, dada yangu. Na aliweza kuniangalia akasema, msimusikilize, alipoteza kichwa au alipoteza akili. Nataka kuwaonyesha ya kwamba mimi najazwa na Roho Mtakatifu, naweza kutembea hapa na matalo zangu. Na sikuweza kumzuiza. Aliendelea tena kuendelea, akageuka akasema, sikuambia kwamba napasha kutembea hapa? Na nabii Isaya alisema walinyoosha shingo zao. Unaona, walicheza mbele na nyuma wakati alipokuwa wakitembea. Wasichana wa Sayuni wanatembea katika siku za mwisho, nao alitembea katika njia hiyo ya juu, na Bwana aliweza kuja, na hapo alitoka kwenye njia hiyo, akaanguka. Na mama yangu alisema ya kwamba alikuwa amesikia hiyo kilio kubwa ambayo ilikuwa bado kusikia huko wakati mwanamke huyo aliyokufa. Mnaona, aliweza kufuata yote, lakini kuna neno moja ambalo hakuweza kushika. Wanawake wa Kipentekoste wanaweza kuokolewa, wanaweza kutakaswa na kubatizwa na Roho Mtakatifu, na ijapokuwa wanabaki huko pembeni. Mtu haishi kwa mkate tu peke yake, lakini kwa kila neno lote la Mungu. Alikuwa akiwaza kwamba anaweza kushika mambo yote, lakini hakuweza kusikia, hakuweza kutii. Unaona, niweza kumwambia yale ambayo alikuwa kimungojea. Alituma manabii na wamitume na kadhalika, neno lake lilikuwa limeandikwa, lakini hawakuweza kulisikia. Sasa sikia, nguvu zinazoleta uzima, nia, mawazo ya Kristo iko sasa ndani yenu hapo. Mnaona, wakati Mungu alipofufua Yesu Kristo toka wafu, aliwafufua pia nanyi na akawafanya kuwa hai pamoja naye, kwa maana mlikuwa ndani ya mawazo yake, kama vile kazi yake, kama vile tabia yake. Mungu alikuwa amekwisha kuona yote ndani yake wakati Mungu alipoangalia mwili. Mnajua kwamba roho ilikuwa imemtoka ndani huko Getsemani. Yeye alikuwa Mungu. Mungu aliweza kupakaa mwili wa wanyama, mnaona, au mwili wa mtu. Yeye kama vile Mungu hakuweza kufa, hangeliweza kuwa na hitaji ya kufanya hivyo, lakini hapana, mnaona, alienda huko pamoja nanyi ndani yake mwenyewe. Mnaona, Mungu hajaweza kutosha bibi harusi ndani ya bwana harusi. Mpaka hapo alikuwa bado kumtosha hapo, lakini wakati Mungu alipotazama mwili wa Kristo ilikuwa imefika. Wote waliweza kukombolewa ndani ya huo mwili moja, wanafanya moja, na hiyo kitu moja ni kitu moja, neno moja liko kizungumza kuhusu bwana harusi, nazungumza kuhusu bibi harusi. Namna gani bibi harusi sasa anaweza kushindwa na bila kuweza kuonyesha yote kama vile bwana harusi alivyofanya? Alifufuka kutoka wafu ili bibi harusi naye aweze kufanya hivyo pia. Hakuweza kusema kwamba anapaswa kuja. Alikuwa anasema kwamba malaika anapaswa kuonekana, na mambo yote ilikuwa imekwisha kutabiriwa mpaka wakati tuweze kuingia katika mambo hayo, kuingia kwa ujao ndani ya neno. Najua ya kwamba ninawachelewesha, lakini ninataka kumaliza. Ni kitu gani cha ajabu hapa? Mfanye angalisho, lakini Mungu alitayarisha
alitayarisha bibi harusi ndani ya bwana harusi. Haleluya! Mnaona, kwa ajili ya kuokoa mke wake, kama vile Adamu alisema wende pamoja naye. Adamu alifanya yale alikuwa akifanya, lakini Adamu alikuwa akijua yale alikuwa akifanya, lakini Eva yeye alikuwa hajui yale alikuwa akifanya. Adamu alitoka pamoja na mke wake. Yesu alikamata nafasi ya mke wake, akafanya dhambi kwa ajili yake, ili naye aweze kuwa yeye. Alikamata nafasi yenu ili nanyi muweze kukamata nafasi yake. Ona ni upendo gani! Ona ni ushirika gani! Namna gani hatuwezi kumpenda sasa? Tuendelee. Na sasa mazoezi ya Pentekoste leo ni nakuja kwa Roho Mtakatifu aliyeahidiwa katika siku hizi za mwisho. Ni kama vile mapatano iliyo pale kwa ajili ya mali fulani ambayo haiwezi kupingwa. Mnaona, muna kitendo pale lakini mnapaswa kufanya angalisho ili mtu mwingine asiweze kuishika. Na wakati mnapokuwa na mapatano katikati ya mikono yenu, iwe yoyote ambayo watu wanaweza kuwa pana kukihusika na hiyo kuweza kufanya kitu fulani hicho, lakini ninyi mna mapatano hiyo. Na mtu anayesema ya kwamba anaamini neno na kisha neno ni kitu fulani na roho sasa ni kitu cha kuweza kushuhudia hiyo kitu kingine, na yote iliyoahidiwa ndani ni yenu. Wakati mapatano itakapokuwa imefanyika na wewe na ninyi, inapokuwa imefanyika na ninyi, wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, na hapo sasa mambo itakuwa imemalizika, itaingia katika matendo na itakuwa ni yenu. Mnaona, mtakuwa mmezaliwa upya, hamushindwe tena na dhambi, mtakuwa mmeamini na Roho Mtakatifu atakuwa amekuja juu yenu na kushuhudia ya kwamba yote ambayo niliyafanya, baba yangu, mama yangu, watoto yangu, yote iko sehemu ya hiyo. Na hiyo mapatano yote ya kiungu yote nafika, yote imekwisha kusamehewa. Na hapo sasa munakuwa na kitu fulani ndani ya mikono yenu. Amina. Na hivyo kama vile Roho alivyofufua Kristo toka wafu, na ni hivyo ataweza kuleta uzima mili yetu inayokufa. Ataileta ndani uzima, akaipatia hiyo Roho moja Mtakatifu kama vile alivyoahidi katika siku za mwisho. Ona gisi ni ajabu, ndugu zangu. Ona gisi ni utukufu kuweza kukombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Na Roho Mtakatifu anakuja sasa ili aweze kushuhudia kwamba Mungu ametukubali ndani ya neema yake, na kwa sababu ya kutayarishwa na kuchaguliwa. Na anaweza kufanya hivyo tena, anaweza kuleta tena oga uzima wa milele. Inaonekana yeye iko na funguo ya kuzimu na kaburi. Mnaona, hata kifo hawezi kushinda, hawezi kufanya kitu kibaya juu yetu. Tuendelee haraka. Pia hata kifo kitakuwa imemalizika, imekuwa imekwisha. Utukufu. Najisikia vizuri sana. Alama malipo, mnajua hiyo inamaanisha nini ndugu? Hakuna kitu inaweza kuwanyang'anya hiyo. Amina. Ni mimi ni mwenye hiyo sasa, ninakuwa ni mwenye hayo. Mnaona? Amina. Nina karatasi za kuwa na mali hiyo, inakuwa ni yangu. Na mnaona, na ninakuwa na uhakika ya kwamba nisulubishwa pamoja na yeye, na kwamba niweza kufa, nikazikwa na kufufuka pamoja na yeye. Naye aligeuka, alifanya kuwa dhambi ili nami niweze kuwa mwana. Na hapo sasa alama hizo tasindikiza wale watakaoamini. Hakuweza kusema kosi, niweza kabata tena dakika 10. Mtone haraka namna gani Roho analeta uzima ili muweze kuelewa mambo hayo. Hiyo nguvu inayoleta uzima ni maneno yangu ninayozungumzia. Mnaona? Tazama yale yaliyofika siku ya Pentekoste. Namna gani hiyo nguvu inayoleta uzima ilivyotenda. Mnaona, mfanya angalisho kwa yale iliyofika kwa Stefano. Stefano alisikia nguvu inayoleta uzima, alikuwa amejazwa nayo, hakukuwa na oga. Alisema, ninyi ni wasiotahiriwa kwa masikio na mioyo. Mnaona, mnapingana Roho Mtakatifu kama vile baba zenu walivyofanya. Matendo ya Mitume sura 7 mstari 15 na 1.
kama vile baba zenu waliweza kuita, waliweza kufutendea manabii pia. Alikuwa akijazwa na Mtakatifu. Waliweza kutaka kuweza kumuua, wakampika kama mawe, na mawe yakaanguka juu yake, lakini akaona mbingu ikiwa wazi. Kulikuwa nguvu za ufufuko. Akasema, ninaona mbingu ikifunguliwa na Yesu au mwana wa mtu akikaa kwa kuume kwa Mungu. Mtu mwingine aliyekuwa na nguvu hiyo inayoleta uzima ni Filipo. Kulikuwa makusanyiko kubwa huko Samaria. Mapepo yalikuwa yamefukuzwa na wagonjwa walikuwa wamepona. Roho Mtakatifu akamzungumzia, na hapo nguvu zikashuka juu yake. Akamwambia, shuka, toka hii uamsho. Na hiyo wahubiri wanasema nini? Hiyo haina lazima. Alikuwa akijazwa na nguvu inayoleta uzima. Kulikuwa essence ndani ya reservoir, na hiyo uzima ilikuwa ndani. Na hapo akawaambiwa kwamba toka hapa wende katika jangwa, na huko akakutana na tohashi na akambatiza katika jina la Yesu Kristo. Mtu ambaye aliyeleta ujumbe huko Ethiopia alikuwa mtiifu kwa Mungu. Kama hamuja batizwa katika jina la Yesu Kristo, mfanye hivyo. Mnaona? Stefano alifanya hiyo kitu moja, na kisha Filipo na wengine wote, mnaona, walikuwa watiifu wakati agizo la Mungu. Na Filipo akatoka katika hiyo kusanyiko kubwa, akaenda batiza huyo tohashi aliyekuwa mtiifu mbele ya Mungu. Alikuwa akijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na hiyo nguvu za ufufuko, akachukuliwa na hiyo roho moja, katoka mahali pamoja akachukuliwa mahali pengine. Filipo akafanywa kuwa hai, akose kilomita 240 kutoka huko chini. Alikuwa akijazwa na Roho Mtakatifu, nguvu za ufufuko kwa kiwango anaweza kuchukuliwa na hiyo nguvu katika mahali pamoja, akichukuliwa katika mahali pengine. Mungu, tunaweza kusema nini? Kanisa la Mungu hapaswi kubaki hivyo tukikaa. Tunapaswa kujazwa na Roho Mtakatifu mpaka kuweza kuwekwa uzima kupitia nguvu zinazoleta uzima za Roho Mtakatifu. Amina. Samahani. Mnaona? Kama tunataka tuweze kuingia katika unyakuo, mnaona? Kwa mfano, wakati mwanamke anagusa na kuweza kupatia mtoto yake mambo ya kawaida tu, ile hamuna kitu ndani. Lakini turudi kwa mambo ya chakula njema. Turudi kwa mambo ya juu. Turudi kwa mambo ya kweli. Ninyi mko huru. Iwe yoyote ambayo watu wanaosema juu yenu, ninyi mko huru. Nguvu zinazoleta uzima, mutaruka kama vile tai juu ya mambo yote. Mnachukuliwa katika mahali pa mbingu pamoja na Yesu Kristo. Filipo aliyechukuliwa ndani ya uzima, akose mtu mwingine, mtu aliyeitwa Enoka alitembea karibu miaka 500 siku zote pamoja na neno la Mungu. Hakuna hata mara moja ambapo neno linasema ikipingana na yeye. Yeye alikuwa akijazwa na nguvu zinazoleta uzima. Hakukuwa na hitaji ya kufa. Nguvu zilikuja ndani ya hiyo mashini yake, na hapo akanyakuliwa. Mnaona? Wengine walikuwa kiwaza ya kwamba alikuwa ni mzetu, lakini nguvu za ufufuko zinazaa yote. Zitafanya mili yenu inayokufa kuwa hai. Ndiyo ni nguvu inayoleta uzima. Ninafanya yote ambayo Mungu ananiambia. Ninatenda yote ambayo anayoniagiza. Kujazwa nguvu katika hiyo mashini kwa kiwango ambayo hiyo mambo yaweze kufanyika. Na hapo akachukuliwa toka mbinguni, akaenda mbinguni, akanyakuliwa. Mwanzo 5 mstari wa 25, mstari wa 24. Na sasa tazama, fanya angalisho kwa Eliya, mnabii mkubwa katika wakati wake. Sasa mnisamehe ndugu na dada, aliweza kupingana na wanawake waliokuwa wameshipagaa, walikuwa wajipodoa. Yezabeli alipingana na Yezabeli na Ahabu. Ilikuwa ikiwezekana kwamba hakuna mtu alikuwa kimuunga mkono. Alitaka kuweza kumezwa, lakini siku moja akachoka, akakuwa mzee, akasema sasa siwezi tena kuendelea. Siwezi tena. Lakini sasa nguvu zinazoleta uzima ikakuja ndani yake, zikakuja juu yake. Akaangalia huko ngambo ya pili ya Yordani, akasema Mungu. Akaangalia pande ya mbili ya Yordani,
alikuwa na nguvu zinazoleta uzima. Wakati alipoona huko, alipofika huko, akaona farasi na magari, na kisha akachukuliwa nyumbani bila kufa. Nguvu zinazoleta uzima, mafarasi na magari zikashuka toka mbinguni na akanyakuliwa. Na kisha yule anayemfuata, aliyekuwa akimfuata, akachukua joo yake akakuja. Na sasa, warafiki wapendwa, ninyi kanisa, alifanya maradufu ya maajabu ya Elisha alifanya kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Kristo na kanisa. Alifanya mara mbili ya hiyo. Yesu alisema Yohana 14:22, mtafanya hayo mambo mamoja ambayo ninayofanya, hata zaidi ya hiyo. Unaona, aliweza kuishi akose miaka 18 au 19, na kisha akakufa. Elisha akakufa, ni kweli, wakamzika, wakamweka katika kaburi, lakini nguvu za ufufuko hazikuwa bado kumtoka. Nyuma ya miaka nyingi baadaye, wakati mwili wake ulipokuwa umeharibika na maji, na kisha siku moja hangeliweza kuwa na kuweza kuzika mtu fulani mko pembeni, waliweza kumtupa katika hiyo kaburi, na huyo mtu akatoka ndani ya kaburi akiwa hai. Unaona ilikuwa nini? Atafanya mili yenu inayokufa kuwa hai, hata kama mmekufa, hata kama mmekwisha kuharibika katika kaburi mahali fulani. Hiyo nguvu ambayo inaleta uzima, haleluya, yeye aliyefufua Kristo toka wafu atafanya mili yetu kuwa hai, mili yetu inayokufa kuwa hai. Mnaona, Elisha, mtu aliyekuwa amekufa, nabii aliyekuwa akijazwa na nguvu hiyo inaleta uzima, alikuwa kilala katika kaburi, alikuwa amekwisha haribika, na huyo ile alikufa akatupwa ndani ya shimo hiyo ya kaburi yake, akapata tena uzima. Mnaona, angeweza kuosa tena kunyosha mikono wagonjwa, angeweza kunyosha mikono wagonjwa. Mnaona, mkumbuke ya kwamba sisi tuko mwili wa mwili wake Yesu Kristo, mwili wa mwili wake, mifupa wa mifupa yake. Hakuna namna ingine. Kama tunataka tuweze kufufuka, sisi Pasaka iko kama vile tu ni desturi. La sasa ni kwa ajili yetu. Inaomba sasa mili yetu iweze kufanya kuwa hai, iweze kuchukulia mahali pa mbinguni. Mnaweza kuoza katika udongo, mnaweza kuacha hata kijiko cha kawa, lakini mtafufuka na mili yenu itakuwa tena pale. Tuna uhakika ya kwamba tutafufuka, kwa maana tuna uzima wa milele. Msiogope, msiogope, alisema Paulo. Alisema, kifo, uwezo wako uko wapi? Mauti, ushindi wako uko wapi? Hapa kuna nguvu za ufufuko, nguvu zinazoleta uzima. Utukufu kwa Mungu. Mungu ashukuriwe, ambaye aliyetupatia ushindi kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, aliye hai milele na milele, yule jana, leo na hata milele na milele. Masia mpakaliwa. Hivyo ndivyo bibi harusi wake anapasha kuwa, nao ni wapakaliwa. Mtambue ya kwamba kifo hakiweza kumaliza au kuzuiza nguvu zinazoleta uzima. Kama mna nguvu hiyo, ni ya milele na hakuna kitu kitakachoweza kuizuia. Hakuna kitu kinaweza kufanyika. Mnaweza kuishi, lakini hamwezi kuzuiza uzima wake. Musa alikuwa akijazwa na nguvu hizo za ufufuko, hizo nguvu zinazoleta uzima. Nabii ambaye neno liliweza kujia kwake katika wakati huo, yeye ni sehemu ya neno la wakati wake. Na wakati alipokuwa amekwisha kufa nyuma miaka 800, aliweza kufa nyuma miaka 800 pamoja na Elia, akaonekana juu ya mlima kubadilishwa. Na hata kama kifo hiyo inaleta uzima, hiyo nguvu inaleta uzima, hata kama alikufa, hiyo haikuweza kubadilisha, haiweza kubadilika, haiweza kuonekana. Na hapo hiyo nguvu inaleta uzima ilikuwa pale. Unaona, inaweza kuwezekana kwamba hiyo ni kweli, ndugu Branham, nyuma miaka 800. Ndiyo, kama mnaamini andiko ya Biblia ndani ya Mathayo sura 27 mstari 15 mtaona ya kwamba wale wote ambao walikuwa wakiamini kwamba angepashwa kuja na kwamba angepashwa kuja, na wale wote walikuwa wakilala katika mavumbi ya udongo, lakini walikuwa wake, walikuwa sehemu yake, na kwa sababu walikuwa ndani yao uzima kupitia hiyo mazabihu za wanyama zilizokuwa zimetolewa. Lakini hiyo roho ya wanyama ingeweza kuja juu yao, lakini roho ya mwana kondoo wa Mungu alipaswa kuja juu yetu. Kwa wakati huo mnyama alikuwa ikitolewa kama vile zabihu, kama vile tu mfano,
Na sasa tuna hiyo kitu chenyewe sasa mnaogopa tena nini? Mnaona? Na wale ambao waliokuwa tu na sehemu ya kidogo ya ufuko wake, kama vile Ayubu kwa mfano, ndani ya wakati wake yote alinyanganywa kwa sababu ya jaribu hiyo iliweza kufika juu yake. Ayubu aliweza kujaribiwa, lakini Bwana alimwambia kwamba chukua yote. Aliweza kuchukua mambo yote kwake, na pia mke wake akamgeuka, yote ilikuwa pale, lakini akakuwa mnyonge sana, kwa mdhaifu sana, na mke wake akamwambia, tukana Mungu huyo, au tukana Mungu huyo na shikufie. Lakini alishikana na yote ambayo iliyokuwa pale, lakini alisema kwamba mimi si mwenye dhambi, nitoa dhabihu yangu. Amina. Na alikuwa akijua nilikuwa namna gani, alikuwa akishika, alikuwa akisimamia kwenye neno la Mungu katika uhakika wake, iwe yoyote ambayo wote wengine wake wakisema. Na kisha akasema, mbona wewe unasema kama vile mmoja wa wanawake wajinga? Bwana alinipa, Bwana alichukua, na jina lake liweze kusifiwa. Mimi nilikuja katika dunia hii nikiwa uchi, na nitarudi nikiwa uchi. Angalia, inamaanisha nini hiyo? Hata kama viungo au wanamemba wa kusanyiko wanaweza kumgeuka kuna kupingana na yeye kama vile mnyonge, lakini yeye alikuwa akikaa pale, walikuwa kimhesabu kama kitu fulani kibaya, lakini hapo akasimama juu ya neno. Ngurumo zikaanza nguruma, radi zikapiga, na hapo akasimama na akasema ya kwamba ninajua ya kwamba mwokozi wangu yuko hai, mkombozi wangu yuko hai, na hata kama mwili wangu unaharibika na kuoza, nitaona Mungu yeye mwenyewe ambaye atakayekuwa wa mwisho kusimama kwenye udongo huu. Na mimi hata kama ninaweza kuharibika, hata kama naweza kuwa nimeharibika mwili wangu. Mnajua alikuwa akizungumza kuhusu vidudu vinavyokuja katika mwili, lakini alikuwa pale. Unaona, msijisumbue hata kama iko vile, ninyi sehemu ya hiyo. Na wakati Ayubu aliposema hata kama vidudu vinaweza kuharibisha mwili wangu, nitaona Mungu ndani ya mwili wangu. Utukufu, haleluya. Matayo, huyo mwandishi mkubwa, anaandika kwenye sura 27 mstari wa 15 baada ya ufufuko wake, watakatifu wengi wa Agano la Kale waliokuwa wakilala katika mavumbi ya udongo wakafufuka, na wakaonekana kwa wengi ndani ya mji, nguvu zinazoleta uzima. Mnaona, hata kama ilikuwa ni baki tu ni kijiko tu cha mavumbi, Eliya na Ayubu, lakini hiyo nguvu moja iliyofufua Yesu Kristo toka wafu, kama hiyo roho moja iko ndani yenu, kama inakaa ndani yenu kupitia roho wake, naye atawapatia uzima kupitia roho wake. Unaona, atawapatia uzima. Ona jinsi unaweza kuandika andiko ya Biblia. Hasa kwa nini hamwandike tena Wathesalonike kwanza sura 1 mstari wa Wathesalonike kwanza sura 4 mstari wa 16. Mungu atarudisha pamoja na Kristo wale waliolala pamoja na Kristo, wanaolala katika makaburi, kama mmoja kama vile Eliya, wengine kama vile Elisha. Wamoja wamekwisha kulala, wengine wamekwisha kufufuka, lakini wengine wangali katika kaburi. Lakini baragumu ya Mungu italia, na waliolala katika Kristo watafuka kwanza, na sisi tulio hai tuliobaki tutabadilishwa na tutanyakuliwa pamoja nao, na tutakuweza kutana na Bwana ndani ya mawingu. Kuna nguvu zinazoleta uzima ndiyo kuwa ndani ya nabii huyo, na hizo jina moja zinafanana, Eliya na Elisha. Mnaona, bibi harusi, bwana harusi na bibi harusi. Moja ni Bwana Yesu na mwingine ni mke Yesu au binti Yesu. Hao wawili ni wanafanana, moja na yeye. Eliya, angalia sasa, Eliya aliweza kunyakuliwa kama vile kanisa, na Elisha alibaki mpaka kwenye ufufuko. Tazama namna gani ndege anahitaji mbawa mbili ili aweze kulinda msimamo wake mzuri. Kanisa inahitaji hiyo msimamo mzuri. Hao manabii wawili, mnaona,
na wale ambao waliolala, waliokufa na ambao walio hai kwa wakati huo wa unyakuo. Oh, haleluya! Tutaruka, kwa maana nguvu zinazoleta uzima zingali pale. Mnaona, mwazie hiyo, mfanye angalisho hiyo nguvu inaleta uzima. Mfanye angalisho, muweze kuwa na mfanye angalisho ili hiyo nguvu inaleta uzima katika siku hizi iweze kuwa ndani yenu. Naamini ya kwamba Yesu Bwana wetu alisema, na pia Paulo, ya kwamba yote ambayo Baba alionipa ninawapa hayo, nami siweze kuwanyima hata kitu moja. Na ni kwa sababu ya nguvu zinazoleta uzima. Wagonjwa walipona, mnaona? Maono, wafu walifufuka, wagonjwa walipona. Sijui kama muna jua huyo verse ninawindaka naye, ni rafiki yangu wa zamani sana. Ninakuwaka na kama vile nasikio mbaya, niweza kumuuliza unasikia uko namna gani? Nikamuuliza ni kitu gani kinaweza kumfikia kwenye sikio yako? Nikamjibu ndio nilikuwa huko na huko. Akanijibu kwamba nilikuwa huko na huko. Akasema niweza kuwa na wazo, niliweza kukamata mkono wangu nikaiweka kwenye mkono wako, na nikamwambia kwamba alikuwa na kansa, na nyuma baadaye ikageuka kuwa ni cicatrice ya sikio ilikuwa imebaki pale au kovu, na hapo alikuwa amepona hiyo kansa kwenye sikio lake, na ilikuwa ni kitu fulani lete uzima. Unaona, wakati mlipokuwa mahali fulani kwa na huzuni kubwa, nikaanza waza, mbona uko na sasa miaka 15 na sasa unataka kufanya kitu fulani, fanya haraka ili uweze kuifanya. Na asubuhi hapo nguvu zinaleta uzima zilizo kuja, na nikaangalia pembeni na ikasemeka, nikaambiwa wote ambao waliweza kupenda na wote ambao waliweza kupenda, wote waliowapenda, wale wote waliweza kupenda, wote wako hapa, waliweza kupewa hapa. Yohana aliandika barua au kitabu cha Ufunuo na Isaya na wengine wote, kama roho ya yule anayefufua Yesu Kristo toka wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Yesu Kristo toka wafu atafanya miili yenu inayokufa kuwa uzima kupitia roho inayokaa ndani yenu. Mnaona, hiyo nguvu inaleta uzima ilikuja pia iliweza kufunua mihuri 7. Ilikuwa ni akili ya mtu? Hapana, lakini nguvu inaleta uzima, nguvu zinazoleta uzima za Mungu, nguvu zinazoleta uzima za Mungu. Hiyo ndio inaweza kukamata mambo hayo. Mnaona, na Mungu alishuhudia na malaika wa Bwana, nguzo ya moto iliyoweza kuja, na ulimwengu ulishuhudia kwamba ilikuwa ni kweli. Ili walikuwa hawajue ni namna gani, lakini tunaona picha na tunaona Bwana wetu yeye yuko pale, na yeye neno la Mungu ni Kristo, na Kristo ni muhuri. Na wakati ilipofunuliwa, na mnaona wakati malaika 7 wa kanisa walipokuwa pale, wako pale katika picha hiyo, wako katika mkono wake wa kuume. Na hapa tunamwona kama vile mwamuzi wa mwisho, Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Ona ni kuonyesha gani hapa nguvu zinazoleta uzima. Ziweze kurudi tena, ziweze kutosha katika kifo, zikuingize katika uzima, ziweze kutufanya tuweze kutofautisha yale iliyo mbaya, tuweze kujua yale ambayo kufanya na yale ambayo hatupaswi kufanya. Yote mtayafunuliwa kupitia hayo. Bwana wetu alikuwa akijazwa na nguvu hizo zinazoleta uzima, alikuwa akijazwa nazo. Alisema, mubomoe mwili huu nami nitaufufua, mubomoe mwili huu nami nitaweza kufufua nyuma ya siku 3. Mubomoe mwili huu, mubomoe hekalu hili nami nitalijenga kwa siku 3. Alikuwa akijua kwamba ilikuwa imeandikwa hivyo katika maneno yake au kuhusu yeye, na ilikuwa ni unabii, neno la Mungu ambalo haliwezi kushindwa. Neno lilikuwa ikisema ya kwamba sitaruhusu mtakatifu wangu aweze kuona uharibifu, hata pia nafsi yake iweze kubaki katika Hadesi au kuzimu. Na alikuwa akijua kwamba nguvu zinazoleta uzima zitaweza kumtosha huko. Hakuna hata chembe moja mwili wake ingepashwa kuharibika. Ilikuwa ni unabii, neno la Mungu, na kama ni unabii wa neno la Mungu la kweli, haiwezi kushindwa. Na kama alivyofufuka, nasi tulishaka fufuka pamoja naye. Na ndiyo maana alisema, msiogope, imeandikwa,
wakati roho ambaye iliyokuwa ndani yake itakapokuwa ndani yetu, itafanya mili yetu inayokufa kuwa hai. Msiogope rafiki, mwana alikuja, msiogope. Mtazame kugeuzwa, muangalie pale Elia alikuwa pale na pale Musa alikuwa akisimama pale. Mmoja anamaanisha kundi na mwingine anamaanisha kundi ingine. Mnaona yale tunayoona katika siku hizi za mwisho, mambo yaliyoahidiwa Yohana 14:12 ni kweli. Watu wanasema, "Oh, unawaza ya kwamba uko na nguvu?" Hapana. Tunawaza tu kwamba tuko juu kwa mlima, tuko kwenye mlima tu ya kubadilishwa. Mnaona namna gani walivyokuwa hapo kwenye mlima wa kubadilishwa. Walikuwa kusema kwamba Musa, "Oh, uko hiki na hiki na mimi niko hiki na hiki." Hapana, haikuwa hivyo. Walikuwa wakiona Yesu aliyetukuzwa. Hawakutaka kitu kingine. Walikuwa wakiona Yesu aliyegeuzwa, aliyebadilishwa. Hataki kuwa watu fulani walio wa kipekee au wa lazima, na yote ambayo watu wanayosema kuhusu sisi haituhusu. Na hiyo haituhusu sisi. Haihusu sisi, haihusu uzima wetu, lakini inahusu uzima wake. Sio nguvu zetu, lakini nguvu zake. Nasi tunataka ili aweze kutukuzwa na atukuzwe kupitia sisi, kupitia ufuko wake, kama vile ilivyofanyika kwa wakati ule. Mmekwisha kuelewa? Hitaji yetu sio kuweza kuheshimiwa au kuwa kitu fulani cha kipekee au cha lazima au kuwa kitu fulani iwe chochote katika makusanyiko au kufanya kitu fulani katika kusanyiko, kuweza kufundisha katika shule la siku ya kwanza ya juma au kuweza kufanya mapiknik au matembezi huko na huko, lakini hitaji yetu ni kuweza kumuona yeye aliyetukuzwa, na sio kitu fulani ambacho kilicho chetu wenyewe, lakini tukileta alama ndani ya maisha yetu ya kwamba anaweza kuishi kupitia sisi, na kwamba ninaweza kutoka, na kwamba hamtaweza kuniona, lakini mtaweza yeye Yesu Kristo peke yake aliyetukuzwa. Hiyo ndio hitaji yetu ya kweli, na hiyo inatupatia nguvu zinazoleta uzima. Tuko pamoja naye, mwili wa mwili wake, bibi harusi wake. Nasi tunaona ndani yetu hiyo ujumbe moja ikishuhudiwa, ni kusema ya kwamba yiko yule aliyefufuka toka wafu. Hakuna mtu ambaye anayeweza pingana na sisi. Sisi tumekombolewa na yeye na tukafufuka pamoja naye. Hiyo ndiyo Pasaka, kuweza kufufuka pamoja naye. Na sasa tuna hapa roho wake, mapatano yote iliweza kulipwa. Naamini ya kwamba mnaelewa hiyo. Sio sasa, sio kwa wakati huu, lakini ishakafanyika, ishakatimilika. Sio mimi naifanya, lakini yeye alifanya kwa ajili yangu. Na sasa mnasema, "Oh, ndugu Branham, oh, hiyo yoyote wanayosema kuhusu wewe, mbona umekwisha kugeuka au kuweza kuwa tofauti na watu, au kuweza kuharishwa na watu?" Lakini haya hanihusu. Hiyo haina lazima. Yale wanayosema juu yangu haina faida. Najua ya kwamba napasha kwenda ili yeye mwenyewe aweze kufanya mambo yote. Ninyi mlitashwa kwa ajili ya hiyo. Wote ambao Baba alionipatia watakuja na wataweza kuwa na kipimo yote ambayo Mungu aliweza kunipatia. Na kisi ajabu katika hii asubuhi ya ufufuko. Wakati makamba za kifo zitakapokatwa, wakati tutakapokuwa tumetoka, haleluya, tukifufuka, nasi tumegeuka kuwa sehemu yake. Hiyo ndiyo siri iliyofunuliwa ya Pasaka, uzima nyuma ya kifo. Sisi ambao tuliokuwa tumekufa mbele katika dhambi na kuvunja sheria, na sasa tumefanywa kuwa hai, muhuri wa Pasaka ulivunjwa, muhuri wa Kiroma, kwa maana ni hapo ndipo muhuri ulivunjwa na ikafunuliwa, na Mungu kupitia Roho wake aliweza pia kufunua mihuri sasa, na aliweza kutufanya kuwa hai. Hatua kwa hatua. Na sasa anaimba, tunapaswa kufufuka. Haleluya, amina. Tutafufuka asubuhi ya ufufuko, asubuhi ambayo mamipaka zitakapokuwa zimevunjwa. Tutafufuka. Hamufurahi? Ninafurahi sana. Kuna muda mrefu katika chumba kidogo huko za miti,
niliona huko, niweza kuishi hiyo tena, niweza kuishi hiyo, nikageuka kuwa kiumbe kipya, nizaliwa upya kupitia nguvu zinazoleta uzima, mwana aliyeweza kulelewa. Nilikuwa hapo, nilikuwa mtoto wa, niweza kusema kuhusu habari ya mvuvi aliyekuwa akivua samaki huko karibu na mto, na huyo Eddie Barsi aliyekuwa akivua samaki huko, lakini bila mashaka alikuwa amepata ndoto ya kwamba alikuwa amesukumwa na umeme, akasema ya kwamba tuliweza kusukuma mpaka kwenye bahari, na kisha mwingine akasema baki hapa, ubaki kimya, haujue ni kitu gani unachozungumza. We acha kwanza jua iweze kuamka, na kisha sasa baadaye tutajua mahali tulipo. Mnaona, kama muko wa Methodiste, wa Baptiste, mungoje ili jua iweze kuwaka, na hapo sasa mtaona mahali mlipo. Yeye ni neno. Mnaona, mpaka neno liweze kuonekana. Mnaona, mkivuka bahari tutaona mganda ikitikiswa. Ninahuzunishwa kwa maana niliweza kuwachelewesha sana. Wangapi katikati yenu walio hapa kwa ajili ya jioni, mnaweza kuja saa 1:30? Tugunje vichwa. Kuna mtu fulani hapa au watu wengi ambao hawajaweza kuwa na nguvu zinazoleta uzima hiyo ndani yao. Mwana aliyewekwa juu, mnaweza kusikia hizo makanda, lakini hamujaweza kufanya upya. Nyinyi wanawake, ninyi wanaume, muko tayari ili muweze kutii kila neno lililoandikwa? Kuna kitu fulani cha hatari hapa. Na kama mngeliweza kuwa mbegu iliyokufa, na kama hamungekuwa uzima ndani yenu, lakini kitu fulani kiko ndani yenu kinachowaambia ya kwamba ninataka niweze kusimama leo, nataka niweze kutoka katika hali ambayo niko ndani, nataka niweze kutoka katika kifo, niweze kutoka katika uchafu, ninasukuma mpaka kwenye bahari. Nataka kuweza kunyosha mkono, niweze kuomba ili muweze kuniombea. Acha Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hatuwezi kuita watu kwenye mbele ya madhabahu. Kuna watu hapa mbele ya madhabahu. Mimi siko hapa kwa ajili ya mambo hiyo, lakini niko hapa ili mbegu iweze kuota na kuweza kuleta uzima. Ubatizo wa maji unaweza kuwa kama vile umande unaoanguka juu ya mimea inayoanguka kutoka mbinguni, lakini ubatizo wa kweli inamaanisha kufa ndani yako mwenyewe, kukufa ndani yako, na hizo madesturi na hizo mambo yote iliyo tofauti na neno la Mungu, na hizo mafundisho yote yanayofundishwa katika madhehebu. Na sasa kama mnaweza kuiwaza kutoka kilindi cha moyo wenu, mfanye angalisho kwa yale yanayowafikia pamoja na ubatizo. Mumebatizwa kwa ajili ya msamaha wa dhambi zenu, na mumetikiswa hii kama vile mganda, kama vile matunda ya malimbuko, kama vile matunda ya kwanza ya hiyo matunda, kwa maana Roho Mtakatifu anakuja juu yenu, kwa maana hii ni ahadi yenu, inakuwa yenu na watoto wenu. Mungu ni Baba. Niweza kuzungumza muda mrefu na nimekwisha kuchelewa sana. Inawezekana ya kwamba siwezi hata tena kusimama, siwezi kuenda mbali na hiyo, lakini tunaishi katika ulimwengu unaokufa, katikati ya watu wanaokufa, tukiwa na ujumbe lio hai, na tukiwa na hii alama ya ufufuko. Mungu, sisi ni wakufa hapa, lakini ni kitu gani kitakachofanyika kama tunaweza kuacha hii heri ikipita? Nafsi zetu zitaweza kutikida na kuharibika, zitaweza kuangamia. Wengi wanasikia ujumbe huu 200 au 300 wamenyosha mikono, wanataka waweze kuamini. Namna gani wanaweza kunyosha mikono hivi? Mungu, ni mimi, ni mwanamke huyo wa Ayubu ndiye anayesimama huko, lakini Bwana, acha Ayubu huyo aweze kuingia, muamini leo, huyo muamini aweze kuingia leo, aweze kufa, aweze kuzikwa kwa ujao, kama vile wakati wa ubatizo, kama vile umande wa mbinguni unaokuja, na kila mmoja dhambi aweze kusamehewa, na dhambi iweze kusamehewa na kufutwa. Muliweza kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi zenu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, iwe hivyo sasa, ili wagonjwa waweze kutoka wakiwa wamepona,
vilema waweze kufanya mazoezi ya nguvu za Roho Mtakatifu na waweze kupona, na waweze kupona na waweze kuoshwa na kutakaswa, na wale walio na mekanika au mashini waweze kupata hiyo nguvu sasa, ili uweze kuleta hii mwili nao kufa iweze kuwa hai. Na hapo sasa tutakuwa watoto wa kweli wa Mungu, upendo wa kweli, tutakuwa na yote na tutaweza kuishi, na Kristo atakuwa alifufuka ndani yetu. Mwili uliofanywa pamoja kama vile bibi harusi akionyesha bwana harusi hapa duniani. Nami naweza kuhubiri tu neno la Bwana, mlikubali na nihubiri katika jina la Yesu Kristo. Amina. Munampenda? Si ajabu munatosheka, kwa sababu muna sehemu kwa ajili ya ufufuko wa Pasaka. Munaingizwa watoto wapendwa, kama vile Paulo na Yohana walivyosema, lakini upendo ninawapenda, ninapita katika njia ya hatari niweze kuja hapa ili niweze kuwazungumzia. Nilikuja kutoka jangwa katikati ya upepo kubwa ya theluji, nilikuja katika ndege hiyo tuweze kuweza kuja hapa. Tunapendana, sisi tuko sehemu ya sisi kwa sisi. Msiache shetani aweze kuwadanganya mambo yote tofauti na hiyo, lakini tunaungana sisi kwa sisi, na sisi ni viungo, na sote pamoja nisi ni wenyeji wa ufalme wake, na tuna sehemu kwa ufufuko. Na sasa nanyi mumefufuka. Wakati Mungu alipomfufua, aliwafufua nanyi pia, na sasa mutaweza kuingia katika uzima ya kukomaa kamilifu katika siku hizi za mwisho. Munayo kwa sehemu, nafsi yenu ishakabadilishwa, ishakageuzwa, mili zenu ziko chini ya utiifu, na neno liko ndani ya kanisa, na uzima uko ndani ya neno, na mumefanywa kuwa hai kupitia Pasaka pamoja na Yesu. Pasaka pamoja na Yesu na wewe, Pasaka na wewe na mimi, Yesu mimi wewe na sisi sote tumefufuka pamoja, na tutafufuka siku ya mwisho. Hata kama hii mwili unaweza kuzikwa ndani ya mavumbi, iwe chini ya bahari au mahali pengine, hapana, yote iliyokufa itafufuka. Hakuna kitu ambacho kinaweza kututenganisha na upendo wa Mungu ambaye tunayempenda kwa kilindi sana. Acha Mungu awabariki. Nimekwisha kuwachelewesha sana kwa muda mrefu, na pia wale ambao waliweza kufuata hii retransmission, sikuweza kujizuiza kwa saa moja, na kama Bwana akitaka nitaweza kurudi jioni hiyo hii niweze kutenda kuzungumza pamoja na wale ambao walioweza kunisikia kupitia retransmission. Mnajua mahali ninapokwenda. Kwanza Afrika, nina mwito huko tangu muda mrefu, na kisha ono niweza kunijia, na roho wa Bwana aliweza kuja, na Bwana mwenyewe amekwisha kutayarisha njia. Na wakati wenyeji wa nchi hiyo niweza kusikia kwamba singeweza kuja huko kwa mara ya kwanza, walikuwa wamelala usiku na mchana kwa maelfu ya watu. Wamoja wanaamini, na ijapokuwa hawana hata nafsi, lakini niweza kusema msiache ujumbe ambayo inaweza kuwaingilia mbele, inaweza kuja, lakini mbacha kwenda huko, inaweza kwenda huko kama vile wa kuinda. La kama hivyo hawataweza kuniruhusu niweza kurudi kwa sababu ya passport yangu ambayo wamekwisha kusimamisha. Mnaona, uwanja umekwisha kuwa umekamatiwa na walikuwa hawajui. Muombe na msifu ili mapenzi ya Mungu siweze kuzuizwa. Nafsi yangu iko katika Afrika ili niweze kuchukua ujumbe kwa kusanyiko hiyo kubwa. Akose kwamba sitaweza kuwaona, akose mbele niweze kabla sijarudi, lakini muniombee. Hamjui ni shida gani ambayo mpasha kuvuka ndani, wachawi hapa na huku na mapepo. Mnajua kitu gani ambacho kunapasha kuzungumza, na kitu gani kinachowashika kwenye moyo, na mahali gani mnaposimama. Ninajua naye ni muamini, na najua na nakubalisha kwamba atanishika
atanishika kwa mkono hiyo siku atakapokuja, hiyo siku kubwa na ya utukufu. Tuombe. Mungu mwaminifu, kwa ajili ya ujumbe huu wa ufufuko, na niko hapa kwa ajili ya neno kupitia hii nguvu inayoleta uzima, na hiyo nguvu iko katika wana wa Mungu wanaoamini. Na sasa, na hiyo imani imegeuza maisha yangu kupitia nguvu inayobadilisha, inayoleta uzima. Na huyo mtu na watu hao wanaamini, nasi tunaombeana sisi kwa sisi. Ninaweka mikono yangu juu ya mavitambaa hivi. Acha Mungu aliyefanya hai Yesu Kristo, aliye hai, aliyefanya kuwa hai, aliyemfufua kutoka wafu, aweze kukaa ndani ya mioyo yetu na ndani ya miili yetu inayokufa. Aliyo roho moja iliyokuwa juu ya Elisha aliyekuwa amekufa, alifanya kuwa hata hai, akafanya pia, akabakia kuwa hai pia hata katika mifupa iliyokuwa imeharibika. Na hiyo imani na pia mawazo ya wamitume na maoni ya wamitume wote na lugha za wamitume wote walikuwa waamini. Unaweza tunaonyesha, na mimi nimeonyesha wao kwa neno hili wameweza kulikubali, nao wamelikubali. Wakubali na wewe. Na kuonyesha pia wale waliogonjwa wote wagonjwa wote wanaweza kupata uponyaji kupitia Yesu Kristo. Na sio tu wale walioweza kuweka mamshara zao hapa, lakini pia wale walio katika kusanyiko hii na wale wagonjwa, watoto na walio komaa sana. Hiyo nguvu inayoleta uzima uweze kuwafanya hai kupitia jina la Yesu Kristo. Uweze kupokea nguvu za ufufuko. Mnyoshane miguu, muombeane nini kwa ninyi. Kama iko ndani yenu, ila kutokuamini tu ndiyo inaweza kuwazuiza. Hiyo inaweza kuzuiza Mungu kuweza kutenda. Mnaona, wakati Bwana alipokuwa hapo, inalomba tu hali. Huyo mjeshi wa Roma alisifanya nini? Hakuweza kumtambua. Lakini muombe sasa. Muombeane nini kwa nyinyi? Muombeane nini kwa nini? Nini? Muombeane. Mungu mwaminifu. Tunafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Jina moja ambalo linaweza kupewa kwa wanadamu, ambalo tunaweza kuokolewa ndani au kupona ndani. Watu hawa ambao walio pamoja, walio wenyeji wa ufalme na walio na nguvu zinazoleta uzima, waweze kupata uzima. Acha Roho sasa aweze kutenda, aweze kupitia tai kwa tai, kupitia neno, aweze kuingia katika kila mwili, aweze kuonekana, iwe kwa mwili au kwa kiroho, iwe hitaji yote, wakati tunaponyoshana miguu, wakati tunaponyoshana mikono kwa mikono katika jina la Yesu. Amina.